Asanteni sana. Asanteni sana. Basi kwa vile tupo kwenye program, mambo mengine tutaongea kadri tunavyoendelea. Ifuatayo ni taarifa fupi ya chama cha Mtakatifu Rita wa Kashia, mafanikio na baadhi ya changamoto. Kwanza tuone lengo la kuanzisha utume huu. Kabla ya kuingia kwenye historia ya utume huu wa Mtakatifu Rita wa Kashia, kwanza tufahamu lengo la kuanzishwa utume huu. Lengo la uanzishwaji wa chama cha Mtakatifu Rita wa Kashia ni kumfanya Mkristo Mkatoliki apende msingi ya kanisa kupitia nyayo za Mtakatifu Rita wa Kashia. Nyayo hizo ni nazifahamu: kushiriki ibada ya misa takatifu, kuabudu ekaristi takatifu, kusamehe, kuungama, kufunga na kusali zaidi, kufanya matendo ya huruma, kufanya ibada ya njia ya msalaba, kusali rozari takatifu na kusali novena kwa Mtakatifu Rita wa Kashia. Haya yote ni yale ambayo tumekuwa nayo, tumefundishwa na kuhimizwa na katekisimu ya kanisa letu Katoliki. Mwanzo wa chama cha kitume cha Mtakatifu Rita wa Kashia kilianza katika jimbo kuu la Dar es Salaam, parokia ya Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili Mavurunza. Msukumo ulikuwa ni kusali novena kwa Mtakatifu Rita wa Kashia kila Jumatatu ya kwanza ya mwezi na kumaliza Jumanne ya pili ya mwezi. Siku ya 9 ya novena ilihitimishwa kwa misa takatifu. Msukumo huu ulianza na watawa wa shirika la Mtakatifu Agustino OSA waliokuwa wanaishi katika jumuiya ya Mtakatifu Monika, parokia ya Mavurunza. Novena ya Mtakatifu Rita ilikuwa chombo muhimu sana kwa uchungaji katika kuwasaidia waamini kimwili na kiroho kupitia maombezi ya mtakatifu huyu. Changamoto na matatizo mengi ya waamini hayakuwa na majibu ya kutosha. Ndiyo maana Mtakatifu Rita wa mambo yaliyoshindikana akawa suluhisho kwa matatizo ya waamini. Sisi kama jumuiya, wakati tunawahudumia waamini wetu pale Mavurunza, tuliona kuna changamoto nyingi ambazo hata sisi hatuwezi kuzitatua. Kwa hiyo tunasema kwamba tunaye mtakatifu katika shirika ambaye ni wa mambo yaliyoshindikana. Huyu tukimweneza kwa waamini wetu atakuwa chombo kizuri sana cha uinjilishaji. Kwa hivi tukaanza msukumo huo mwaka 2009 kwa kusali novena kwa Mtakatifu Rita, ambapo watu walialikwa kusali novena kwa ajili ya maombi na shida mbalimbali, ikiwemo kuombea amani ya taifa. Kama mnakumbuka vizuri, wakati huo kule Zanzibar kulitokea vurugu na padri mmoja aliuawa kule. Kwa hiyo ni kipindi hiki ambapo tuliwaalika waamini, jamani, njoni tusali, tunayo novena, tusali, tuombee pia amani, lakini pia shida zetu mbalimbali. Ukweli ni kwamba watu wengi baada ya kusali novena kwa Mtakatifu Rita wa Kashia walisaidiwa katika matatizo yao mbalimbali, hasa yale yaliyoshindikana kwa akili hasa za binadamu. Kibali cha utume. Najua kila utume lazima uwe na kibali au wanao uweze kusimamiwa sehemu fulani. Tunamshukuru Mungu kwa kupata kibali cha kuanzisha utume wa Mtakatifu Rita wa Kashia, ambapo tarehe 21 Mei mwaka 2014 mlezi wa kikundi cha sala ambaye ni Padre Erastus Mugani, kwa idhini ya paroko wa parokia Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili,
wakati huu alikuwa Padre Erasto Nyoni, alikwenda kwa baba askofu wa jimbo kuomba kibali na baraka ya uanzishwaji wa chama cha Mtakatifu Rita wa Kashia. Baba askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam kwa wakati huo, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, alitoa kibali na baraka zote kwa kuridhia uanzishwaji wa chama hiki cha kitume cha Mtakatifu Rita wa Kashia katika jimbo lake. Tunamwombea pumziko la amani mbinguni kwa kazi kubwa aliyofanya kwa uanzishaji wa chama hiki cha kitume. Naomba kwa heshima kubwa simame wala kwa dakika moja tuweze kumwombea. Raha ya milele mpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele mpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha milele wape Bwana. Marehemu wote wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Naomba tuketi. Viongozi wa chama, viongozi wa kwanza kabisa, tarehe 19 mwezi Mei mwaka 2014 ulifanyika uchaguzi kwa ajili ya kamati tendaji ya chama, ambapo walipatikana viongozi wa kwanza wa chama hiki: mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu, makamu katibu na mweka hazina. Tarehe 22 mwezi Mei walisimikwa viongozi wa chama hiki cha kitume. Kuenea kwa utume nje ya jimbo kuu la Dar es Salaam. Utume sasa ulianza kuenea katika majimbo mengine nje ya jimbo la Dar es Salaam. Kutoka hapo kwenda jimbo la Morogoro, kigango cha Bwawani, parokia ya Chalinze. Tarehe 10 mpaka 12 Julai watakaji walipata semina na mafundisho ya kuwa wanachama kamili. Tunamshukuru Mungu, Jumapili ya tarehe 13 Julai 2014 katika adhimisho la misa takatifu walipokelewa rasmi wana utume 44. Kwa hiyo pia siku hiyo pia ilisimikwa kamati tendaji ya chama hicho, viongozi wale watano. Lakini pia walisimikwa walimu watatu kwa ajili ya kueneza mafundisho ya chama ndani ya jimbo na hata nje ya Morogoro. Kigango cha Mtakatifu Agustino Bwawani, mahali hapa kwanza Tanzania kuwekwa huduma hii ya walimu. Nimewaona watu wa kutoka hapo Bwawani, wako hapa baadhi ambao walipokelewa kwa mara ya kwanza. Tarehe 26 Julai 2014 mapadre wa shirika la Mtakatifu Agustino wanaohudumia kigango hicho cha Mtakatifu Agustino Bwawani alikuwa Padre Emmanuel Kahuka, Padre Serafini Mwageni, walitoa fursa ya kuabudu Ekaristi Takatifu katika kanisa la kigango chao hawa waamini. Kwa hiyo wanachama walipata fursa ya kwanza kukaa na Yesu wa Ekaristi kwa muda wa masaa mawili ndani kanisani. Ilikuwa bado kigango. Salamu ya chama. Salamu ya chama imejengwa katika misingi kwamba hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Tunasoma Injili ya Luka sura ya 1 aya 37. Kwa hiyo Rita wa Kashia ni mtakatifu anayeeneza ukuu huu wa Mungu na kuambia watu kwamba yote kwa Mungu yanawezekana. Salamu hii ilienezwa mara ya kwanza kwa wanachama kutoka Bwawani, ambapo waliandika katika t-shirt zao. Kwa hiyo salamu inakwenda kwamba Rita wa Kashia, mtakatifu wa mambo yaliyoshindikana, utuombee.
ndio ya asili kabisa. Lakini pia zipo salamu nyingine kwa sababu ya utajiri wa Mtakatifu Rita wa Kashia. Mojawapo ni hii: Mtakatifu Rita wa Kashia, zawadi ya upendo. Mtakatifu Rita, zawadi ya upendo. Lakini pia ipo nyingine: Mtakatifu Rita, waridi lenye kunukia, utuombee. Na nyingine zipo, lakini salamu ya asili kabisa ni hii: Rita wa Kashia, mtakatifu wa mambo yaliyoshindikana, utuombee. Kwa hiyo inabeba ujumbe kwamba kwa Mungu yote yanafanyeje? Yanawezekana. Kwa Mungu yote yanawezekana. Watu wasikate tamaa, watu wasiende kwa waganga wa kienyeji, watu wasiende sehemu nyingine. Mafanikio, nataja tu baadhi ya mafanikio. Natambua watu wengine wamechoka, tumesafiri kutoka mbali, kwa hivi basi kwa namna hiyo. Ya kwanza, pokelewa kwa utume katika majimbo ya kanisa letu hapa nchini. Tunamshukuru Mungu, utume uliendelea kupokelewa katika majimbo ya kanisa letu hapa nchini. Kwa namna ya pekee, jimbo kuu la Dodoma, ambapo Askofu Mkuu Beatus Kinyaia aliupokea utume huu na kuandika barua kwa maparoko wote ili waupokee utume. Tunamshukuru sana kwa namna pekee Profesa Mama Marcelina Chijoriga kwa kuwa mwezeshaji wa jambo hili katika jimbo hili kuu la Dodoma. Nimemwona hapa, naomba usimame mama yetu, mpigie makofi. Asante sana mama. Tupo hapa kwa sababu ya mchango wake. Tunashukuru pia juhudi za askofu msaidizi baba mlezi Wilbrod Kibozi kwa kusimamia na kulea utume huu kwa juhudi kubwa sana. Naomba tumpigie makofi baba yetu. Amekuwa kati yetu akisoma nyaraka, akisoma vitabu vya sala, miongozo kwa ukubwa kabisa. Mungu akubariki sana baba yetu. Katika jimbo kuu la Dar es Salaam, utume ulienea kwa kasi kwa sababu ya juhudi ya maaskofu wa jimbo letu. Maana hapa naongelea baada ya kuanzishwa, baada ya mwadhama kutoa kile kibali, baadaye sasa maaskofu hawa kuanzia askofu mkuu na wasaidizi wake, wakati huo bado Askofu Stefano Msomba akiwa bado Dar es Salaam, pia waliandika barua kwa maparoko ili waweze kupokea utume huu. Hatuwezi vile vile kusahau juhudi kubwa za maparoko wetu sehemu mbalimbali. Mnatoka sehemu mbalimbali, wapo walezi huko, wapo viongozi na wanachama wa utume katika kusimamia na kueneza kwa juhudi kubwa. Hii ni siri kubwa ya kuenea kwa kasi utume huu katika majimbo yetu. Kwetu sisi ni moja ya mafanikio. Lakini ya pili, kuenea kwa utume katika majimbo kadhaa katika kanisa letu. Hapa nitataja tu haya majimbo sasa, walau tujue tumefika mpaka wapi, tumeenea kutoka wapi. Kutoka jimbo kuu la Dar es Salaam, halafu jimbo kuu la Mwanza, jimbo kuu la Dodoma, jimbo la Njombe, jimbo la Morogoro, jimbo la Rulenge Ngara, jimbo la Singida, jimbo la Bagamoyo, jimbo la Shinyanga, jimbo kuu la Arusha, jimbo la Tanga, jimbo la Mpanda na jimbo la Geita. Pengine nimesahau jimbo, basi wanachama mlioko hapa naweza mkasema ili kuboresha hii taarifa. Mafanikio mengine ni ujenzi wa groto la Mtakatifu Rita wa Kashia kule Mavurunza. Tunalo groto pale, nasema ni groto lakini ni chapel, ni nzuri sana, waliofika wanaitambua.
Hiyo imejengwa kwa juhudi za wanautume, wanachama, lakini pia waamini na watu wote wenye mapenzi mema kwa kumpenda Mtakatifu Rita wa Kashia. Hali halisi watu wengi hawawezi kwenda kuhiji Roma, kule Italia, kule Kashia, ila ikiwepo kanisa au sehemu karibu ndani hapa watu waweze kwenda pale kuchota neema. Na hasa kama tunakumbuka novena siku ya 9, na ahidi kuhiji kwenye nini? Kwenda kuhiji kwenye au kwenye sanamu yako. Sasa si wote tunaweza kwenda kule Kashia. Kwa hiyo groto hili ni kama kusogeza huduma karibu kwa waamini ili waweze kwenda kusali. Lakini pia juhudi mafanikio mengine, ujenzi wa kituo cha hija cha Maria Rita. Tumsifu Yesu Kristo. Tuna kituo kikubwa kule Mwanza, wengi wenu umeshafika Maria Rita. Wangapi wamefika? Asante sana. Juhudi zenu ni juhudi zenu pia. Kilianzishwa kwa sababu ya kuwa na wanachama, wanautume, ili tuweze kumsifu Mungu na kusali zaidi. Tunamshukuru Mungu, shirika liliandaa au lilinunua eneo hili na limekubali kulitoa kwa ajili ya utume huu wa Mtakatifu Rita wa Kashia. Basi ni mafanikio makubwa sana. Kila palipo mafanikio kuna changamoto. Tumsifu Yesu Kristo. Zifuatazo ni baadhi ya changamoto za utume wetu wa Mtakatifu Rita wa Kashia. Ya kwanza, wanachama kukosa uwajibikaji. Wanachama wanachangamkia sana kupokelewa, pokea semina, wanapewa semina, lakini baada ya hapo wanarudi nyuma na wengine kupotea kabisa. Na tena huwa anasisitiza, baba nipokee tu. Nasema umekosa siku 2-3, hebu subiri umalizie siku zako, nipokee tu, mimi nitakuwa moto sana. Ukimpokea huyu anaonekana siku hiyo amepiga picha, amevaa sijui na nini, akitoka hapo anarudi nyuma na amepotea. Hii ni changamoto. Ni changamoto, nadhani si tu utume huu wa Mtakatifu Rita, lakini pia katika vyama vingine. Ya pili, wanachama kuwa na mrundikano wa vyama. Mmoja anapenda Mtakatifu Rita, Moyo Mtakatifu wa Yesu, Reggio Maria, sijui na chama kingine kikija leo chama kingine ataingia. Na usije ukashangaa mama kama nyinyi ameingia utoto mtakatifu. Mrundikano wa vyama vingi anataka kuikumbatia yeye. Vyote hivyo shikilia kimoja. Kwa hiyo kuna watu wa namna hiyo, na kwa sababu haujui, wanakuja wanahudhuria semina, lakini kumbe alikuwa Moyo Mtakatifu wa Yesu, lakini kumbe alikuwa charismatic na alikuwa wapi? Ndio mwishoni ndio hivyo naingia mpaka utoto mtakatifu. Ya tatu, changamoto kutokuelewana kwa baadhi ya kamati tendaji katika maparokia yetu, pengine majimboni huko. Zipo kamati tendaji katika ngazi mbalimbali ambazo hawaelewani, wanasigana, wanashindana, na hivyo kudhoofisha utume. Zipo kamati tendaji zenye machawa, kitu kibaya kweli kweli. Humo ndani kuna machawa humo. Kamati tendaji naongea huku, sijui anapita huku anaenda wapi, sijui nini na nini, ni vurugu tu. Hii ni shida. Hii ni shida. Tunadhani kwamba ni tu kwenye siasa, lakini kumbe hata humu ndani kwenye kanisa mambo hayo ya tena machawa tena. Ya nne,
fedha kwa ajili ya kueneza utume. Chama chetu bado ni kichanga, lakini tunahitaji mfuko ambao si rahisi kupata kwa wanachama ambao bado ni wachanga na watu wetu ni wa kipato cha kawaida. Kwa hiyo tunapotaka kwenda kueneza utume sehemu mbalimbali inakuwa ni shida kwa sababu ya changamoto hiyo ya fedha. Na hata hapa nadhani kuna watu kutoka sehemu fulani wameshindwa kufika kwa sababu ya fedha, lakini naamini kwamba mikakati haikuwa mizuri wangeweza kupata walau kiasi hicho cha fedha. Nyingine, kukosa uwajibikaji kwa viongozi wasiokuwa wawajibikaji, wasiokuwa wakereketwa. Wapo wanaotafuta maslahi binafsi na wengine kutumia nafasi hizo kwa ajili ya kujieneza. Mtu yupo humo na wengine wanapiga kampeni ili achaguliwe. Kampeni za chini zinapita huko na nini ili aweze kuchaguliwa. Kuna kitu anatafuta. Baadhi ya viongozi wapo. Kwa hiyo tangu kupokelewa kuwa mwanachama anapambana namna hiyo, anasema wewe nipokee tu, kumbe kuna kitu analenga, anajieneza, anajitanua hapo, anajionyesha mbele ya watu, anafanya vitu vya namna hiyo. Hii ni changamoto kubwa na tunahitaji kusimamia mambo ya namna hii. Tupate viongozi walioiva wa utume wa Mtakatifu Rita ili kile kinacholengwa kule ndani kiweze kufikiwa. Tukiwa na watu ambao wana namna hii, machawachawa humu, madudu gani sijui, hatuwezi kufika kwa kasi ile ambayo tunataka tuweze kufika. Mwisho nitoe shukurani. Napenda kumshukuru Mungu kwa neema na baraka alizotukirimia kwa kutujalia utume huu wa Mtakatifu Rita wa Kashia katika kanisa letu la Tanzania. Tumeshuhudia watu kusali, watu kusaidiwa kwa maombezi ya Mtakatifu Rita wa Kashia. Tunawashukuru viongozi wetu, maaskofu wetu, mapadre na walezi waliopokea utume huu na kuendelea kuulea ili uzidi kuwa chombo kizuri cha uinjilishaji katika kanisa. Shukrani za pekee sana kwa wanachama, ninyi wanachama mnaoishi nyayo za Mtakatifu Rita wa Kashia na kuendelea kuishi na kueneza chama hiki ili na wengine wapate fursa ya kufaidi maombezi ya Mtakatifu Rita wa Kashia. Tuzidi kusali na kuombea utume wetu ili uzidi kuwa chachu ya kuimarisha misingi ya Kanisa Katoliki kama nilivyosema mwanzoni, kwa sababu utume lengo lake ni kuimarisha ile misingi ya Kanisa Takatifu Katoliki, Ekaristi Takatifu, kuabudu Ekaristi Takatifu, misa, kusali misa, kusamehe, kuungama, ndio yetu sisi wa